Je, unajua kuwa kuna kiungo kidogo sana jikoni kwako ambacho kinaweza kubadilisha afya yako kwa kiwango kikubwa bila gharama kubwa? Leo tunazungumzia karafuu. Kiungo kinachotumiwa kila siku lakini ambacho watu wengi hawajui nguvu yake halisi kiafya. Watu wengi hutumia karafuu kwenye chai au pilau kwa ajili ya ladha tu. Lakini ukweli ni kwamba karafuu ni dawa asilia yenye uwezo mkubwa wa kusaidia mwili wako kupambana na magonjwa mbalimbali. Katika video hii utajifunza karafuu ni nini na inafanya kazi vipi mwilini mwako, faida zake kuu kiafya, jinsi sahihi ya kutumia na tahadhari muhimu za kuzingatia. Hakikisha unatazama hadi mwisho kwa sababu kuna mambo muhimu sana ambayo watu wengi hufanya vibaya bila kujua. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Sehemu ya kwanza tutaangalia karafuu ni nini. Karafuu ni maua yaliyokaushwa ya mti unaoitwa Saxifraga aromaticum. Ina virutubisho muhimu sana kama antioxidant nyingi ambayo husaidia kuondoa sumu, madini kama manganese na kemikali muhimu iitwayo eugenol. Eugenol ndiyo inayofanya karafuu iwe na nguvu kubwa kiafya. Ina uwezo wa kupunguza maumivu, kupambana na bakteria pamoja na fungus, kupunguza uvimbe. Hii ndiyo sababu karafuu imekuwa ikitumika katika tiba za asili kama karne nyingi duniani. Sehemu ya pili. Karafuu inafanya vipi kazi mwilini mwako? Karafuu inapofika mwilini hufanya kazi kwa njia kadhaa. Kwanza, kupambana na free radicals. Hizi ni chembe hatari zinazoharibu seli za mwili. Pili, husaidia kupunguza uvimbe, yani inflammation, ambao ni chanzo kikuu cha ugonjwa mengi sugu. Tatu, husaidia kuzuia ukuaji wa bakteria hatarishi mwilini. Hivyo karafuu haifanyi kazi sehemu moja tu, inafanya kazi mwili mzima. Sehemu ya tatu. Karafuu huimarisha vipi kinga ya mwili? Kinga ya mwili ni mstari wa kwanza wa ulinzi dhidi ya magonjwa. Karafuu ina antioxidant nyingi zinazosaidia kwanza kuimarisha kinga ya mwili, kupunguza uwezekano wa kuugua mara kwa mara, lakini pia kulinda seli za mwili. Watu wanaotumia karafuu mara kwa mara wanaweza kuona mabadiliko kama kupungua kwa mafua ya mara kwa mara, kuongezeka kwa nguvu za mwili. Namba 4 au sehemu ya 4. Afya ya mmeng'enyo wa chakula. Kama unapata matatizo ya tumbo kama gesi, kuvimba, kukosa choo vizuri, karafuu inaweza kusaidia sana. Inafanya vizuri kwa kuchochea mmeng'enyo wa chakula, lakini pia kuboresha usagaji wa chakula na kupunguza usumbufu wa tumbo. Hii inasaidia mwili kupata virutubisho vizuri zaidi kutoka kwenye chakula. Sehemu ya 5. Karafuu na maumivu ya meno pamoja na afya ya kinywa. Karafuu ni maarufu sana kwa kutibu maumivu ya meno. Ukiumwa jino, tafuna karafuu au tumia mafuta ya karafuu. Eugenol hufanya kazi kama ganzi ya asili, hivyo punguza maumivu haraka. Pia husaidia kupunguza harufu mbaya mdomoni, kupambana na bakteria wa kinywa. Lakini pia karafuu husaidia kudhibiti sukari ya damu. Karafuu inaweza kusaidia kudhibiti sukari kwenye damu kwa kuboresha matumizi ya insulin, lakini pia kupunguza mabadiliko makubwa ya sukari. Hii ni muhimu sana kwa watu wenye kisukari na wanaotaka kujikinga. Lakini kumbuka, karafuu ni nyongeza tu, si mbadala wa matibabu ya hospitali. Inafaa tumia karafuu pamoja na ushauri wa daktari pamoja na dawa za hospitali ili udhibiti kisukari. Sehemu ya 7 tutaangalia karafuu pamoja na afya ya moyo. Karafuu pia ina mchango katika afya ya moyo. Inaweza kusaidia kupunguza uvimbe kwenye mishipa ya damu, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Matumizi ya mara kwa mara kwa kiasi yanaweza kusaidia kulinda moyo wako. Sehemu ya 8.
Afya ya mfumo wa upumuaji. Kwa watu wenye matatizo ya kupumua kama kikohozi, mafua na msongamano wa kifua, karafuu inaweza kusaidia kwa kufungua njia za hewa, kupunguza kamasi na kuboresha upumuaji. Chai ya karafuu ni njia rahisi ya kupata faida hizi. Sehemu ya 9, afya ya uzazi pamoja na nguvu ya kiume. Karafuu imehusishwa na kuboresha nguvu za mwili pamoja na nguvu za afya pamoja na kuimarisha uzazi kwa mwanaume na mwanamke. Kwa mwanaume inaweza kusaidia kuongeza mzunguko wa damu na kuboresha nguvu za mwili. Kwa wanawake inaweza kusaidia kusawazisha homoni kwa kiwango fulani. Lakini matumizi lazima yawe ya kiasi. Jinsi sahihi ya kutumia karafuu. Hizi ndizo njia bora za kutumia karafuu. Kwanza, maji ya karafuu. Weka karafuu 4 mpaka 6 kwenye maji usiku, kunywa asubuhi. Chai ya karafuu. Chemsha karafuu kwa dakika 5 mpaka 10 kisha kunywa. Au kutafuna karafuu husaidia kwa meno pamoja na kinywa. Kuchanganya pamoja na asali na tangawizi huongeza faida kubwa kiafya pamoja na ladha. Makosa ya kuepuka. Epuka makosa haya: kutumia karafuu kupita kiasi, kutegemea karafuu kama dawa pekee, kutofuata ushauri wa kitaalamu. Hii inaweza kusababisha madhara badala ya faida. Tahadhari muhimu. Kuwa makini kama una ujauzito, unatumia dawa za hospitali, unampa mtoto mdogo sana. Matumizi sahihi ni muhimu ili kuepuka madhara. Karafuu ni moja ya dawa asili yenye nguvu ambayo watu wengi wanaipuuza. Kwa kuitumia kwa usahihi na kwa kiasi, unaweza kuboresha afya yako kwa njia rahisi sana ukiwa nyumbani. Anza leo, hatua ndogo zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kama umejifunza kitu kipya katika mada yetu ya leo, hakikisha una subscribe na like na kushare maudhui haya kwa marafiki. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.